ambayo ndoa ya Kiislamu naweza nikaelezea kidogo. Wenyewe wanaoa mwanamke kuanzia mwanamke mmoja mpaka wanne. Ndio, umeonaje sheria? Ipo vizuri. Asante. Amejawa na mashasha na nafikiri kuna jambo ambalo ameliweka kuwa private, hajataka kuliweka wazi. Kuwakaribisha wapenzi watazamaji wa kipindi hiki cha Mtaani Kwetu. Tumefika leo katika kanisa la EAGT Twangoma kwa mchungaji Tripson Chambulikasi, ambapo kumekuwa na semina ambayo imechukua takriban siku kadhaa, na leo Jumapili ndio hitimisho la masomo haya ya semina. Kumekuwa na washiriki wa semina hii ambayo imedumu takriban siku kadhaa, na leo Jumapili ndio hitimisho. Wapo ambao wameweza kuhudhuria mafundisho haya, na mbele yangu hapa na kakangu hapa ambaye ni miongoni mwa ambao wameweza kupata mafundisho haya. Kakangu, samahani, kwa majina unaitwa nani? Justin Simchimba. Ongeza sauti, unaitwa nani? Justin Simchimba. Justin, umekuwa ni miongoni mwa ambao wamehudhuria semina hii leo. Hebu tuelezee kidogo yale ambayo umeweza kujifundisha katika semina ya siku ya leo. Ni yapi ambayo umeweza kujifunza, ambaye anayekutazama siku ya leo akikusikiliza anaweza kujifunza jambo fulani? Nimejifunza vitu vingi ya sasa kwenye swala la ndoa, kwa sababu dunia leo ndoa imekuwa ni tatizo. Ni changamoto kubwa ambayo yani wanaomjua Mungu na wasiomjua Mungu wote wanapata shida. Kwa maana hiyo elimu ya ndoa ni muhimu kaipata, na mimi nimeipata kitu kikubwa sana. Nimejifunza vitu vingi. Nimejifunza umuhimu wa ndoa, nimejifunza madhara ya kutokuwa na ndoa, nimejifunza hatua nyingi, na nimejifunza pia na kwamba kufuata sheria kunaweza kukasababisha wewe ukawa na. Asante. Lakini kuna ambaye anakuangalia kwa sasa, anataka kupata kuelewa kitu kimoja, kwamba unamshaurije ambaye yupo kwenye ndoa, aidha hajaingia kwenye ndoa au anatarajia kuingia kwenye ndoa? Unampa ushauri gani huyu anayekuweza kukutazama kwa sasa? Ushauri ninayempa ambaye hayupo kwenye ndoa, kwanza namshauri aingie kwenye ndoa. Ninazungumzia sheria ambazo umeweza kujifunza, kwamba kumbe kabla huja kuingia kwenye ndoa kuna kanuni na sheria za ndoa ambazo inabidi uzijue awali kabla ya kuingia kwenye ndoa. Unamshaurije yule ambaye anakutazama kwa sasa? Kwa mtu ambaye ameshaingia kwenye ndoa, mimi namshauri kwamba kwanza atakiwa azijue kanuni, kwa sababu sheria zitamfanya apate haki zake zile za msingi ambazo anaweza kawa anazikosa kama hajui haki sheria. Asante sana. Bwana, ni miongoni ambao wameweza kupata mafundisho haya semina mnamo siku ya leo. Ni kijana mwelevu, mstaarabu, kiukweli kwa haraka ukiangalia ni jamii ya kutoka kanda za bara. Ni kiukweli ni miongoni mwa jamii hiyo. Bwana, lakini pembezoni kidogo kuna ndugu zetu hapa ambao hakika. Samahani, kwa majina yako unaitwa nani? Naitwa Sala Katoto. Sala Katoto. Sala, umekuwa ni miongoni mwa ambao umehudhuria leo mafundisho ya semina, na leo nafikiri ndio inahitimu, na ni mengi tumejifundisha hapa, nimeweza kushuhudia. Umejifunza neno gani ambalo hakika kwako limekuwa ni geni kidogo, limekusaidia kupata kujua kitu kizuri zaidi? Kwanza nimejua kuhusu sheria. Nilikuwa sijui sheria. Kwa hiyo na mimi kama mchungaji itakuwa inanisaidia katika huduma. Pia hata kwa walionizunguka ambao kuta wanaachana lakini hawajui sheria, au nakutana na mtu ameachwa lakini sijui kwa namna ya kumsaidia kwa kisheria, maana sheria nazo Mungu ameweka. Wale watumishi wa Mungu ambao wanao amewaweka na simamia katika sekta ya sheria. Kwa hiyo na mimi nikiwa nafahamu kuhusu sheria ninaweza kusaidia katika sekta zote. Ndio, lakini moja ambayo umeweza kujifundisha siku ya leo, kuna moja ambalo hakika haukuwa umelijua kabla ya umekwisha ingia kwenye ndoa, ambalo hata leo ukirudi nyumbani unaweza kuzungumza na mume kwamba bwana, katika jambo hili hatukuwa tumeliweka sawa au hatukuwa tumelijua. Ni jambo gani ambalo unaweza yule anayekusikiliza sasa na kukutazama akajifunza? Kwamba kwa mtu ambaye kijana ambaye amemchukua binti wanaishi naye, ndio kama unataka kumfuata kwenye swala la kumuoa, ndio uende kama unamshauri, usiende kama unamlazimisha. Yani ushauri, usimlazimishe. Maana kumbe tumegundua unapomlazimisha yule anaweza kaa kumbe kutaka kumuoa, ndio akaenda kusimama kama yule hajampenda, na tulivyojifunza kwamba anaweza kaenda kushtaki mahakamani ile sheria ikamlinda kwa kuonyesha kama amelazimishwa. Asante sana. Bwana, usimtazame kama binti, mtazame kama mama mchungaji. Utumishi nyakati zimebadilika, watu wamepata mafunuo mapema sana ya kuweza
kupata mafunuo ya kufanya utumishi ingali bado ni kijana. Sasa niweze kumsikiliza pia dada yetu pembezoni, ambapo na yeye nafikiri ni miongoni mwa wanandoa, kwa sababu naona kuna password katika mkono wake ambaye ndio inaashiria hakika ya kwamba yeye ni mwanandoa. Asante sana dadangu, samani kwa majina yako unaitwa nani? Naitwa Martha Haruna. Martha Haruna. Haruna jina la baba yako mzazi au la mzee? Hebu tuweke kidogo ufafanuzi. Haruna ni jina la baba yangu mzazi. Asante. Umeolewa hujaolewa? Nimeolewa. Mr. yuko wapi? Yupo kazini. Kwa nini hujamshirikisha katika semina ya leo ambayo inahusiana na masuala ya ndoa? Nilijaribu kuongea naye lakini mambo ya kazi kama vile amembana, ndio maana hajaweza kufika. Unathibitisha kwamba utakuwa ni mjumbe mzuri wa yale ambayo umeweza kujifundisha siku ya leo, kwa maana utakwenda kumseminisha vizuri kwa habari ya masomo ya ndoa? Yeah. Asante. Niambie, ni yapi ambayo kwa siku ya leo hakika kwa nafsi yako unathibitisha kabisa kwamba umeweza kujifundisha na umeongezea kitu fulani kwa maana ya ujuaji wa masuala ya sheria za ndoa? Ni jambo gani ambalo yeye yule anayekutazama anaenda kujifunza mchana huu leo kwa maana ya habari ya ndoa? Lipi ambalo umejifunza kwa binafsi? Nilichokielewa kwa siku ya leo kwamba tumeambiwa kuwa kuna aina mbili tu za ndoa. Kuna ndoa ya Kiislamu na ndoa ya Kikristo. Ambayo ndoa ya Kiislamu naweza nikaelezea kidogo. Wenyewe wanaoa mwanamke kuanzia mwanamke mmoja mpaka 4. Ndio, umeonaje sheria? Ipo vizuri. Asante. Amejawa na mashasha na nafikiri kuna jambo ambalo ameliweka kuwa private, hajataka kuliweka wazi, na ni nzuri. Wakati mwingine sometimes huwa na shauri vijana, sio kila jambo unaweza kuliachilia, si nzuri. Asante kakaangu, majina yako unaitwa nani? Naitwa Gesora. Unaitwa? Gesora. Jenson. Gesora. 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 Narudia mara mbili kwa sababu majina ya nyakati zimebadilika, majina ya kizungu yamejaa uzungu kidogo, na maana nauliza mara mbili. Bwana, umekuwa ni miongoni mwa ambao umeweza kupata mafundisho ya siku ya leo ya semina ambayo inahusiana na masuala ya ndoa. Hebu tusaidie kuelewa vizuri, umejifundisha jambo gani katika siku ya leo? Kitu ambacho nimejifunza siku ya leo ni kwamba kuna wanandoa ambao wanaishi kwenye ndoa hawajajua sheria. Kwa kitu ambacho tumejifunza ni sheria za ndoa tunapokuwa kwenye ndoa. Sheria za ndoa. Nafikiri ni wewe na wewe pia ni miongoni mwa wale ambao wanapaswa kujua hizi sheria mapema kabla hawajaingia kwa ndoa, ama wewe uko kwenye ndoa? Naingia kwenye ndoa hivi karibuni. Kwa hiyo una tarajio? Yes. Asante. Bwana, ni miongoni ninapita kuhojiana na vijana ambao tuna direct hawa kwa sababu ni miongoni ambao wanaendelea kusogea katika hali ya kufikia kwenye masuala ya ndoa, na ndio maana tunahojiana wao kwa ukaribu zaidi. Kakaangu, naomba kujua majina yako tafadhali. Unaitwa nani? Naitwa Stefano Edwin Andende. Stefano Edwin Andende. Hebu tusaidie kidogo. Umekuwa ni miongoni ambao umehudhuria mafundisho ya leo ya semina ambao ndio Jumapili ya leo ndio inahitimu, lakini yapo mengi ambayo umeweza kujifundisha, na nafikiri na wewe ni miongoni mwa wanandoa, kwa sababu nikitazama katika mkono wako nakutana na password ambayo inaashiria hakika ya kwamba wewe ni mwanandoa, na ndio maana watumishi wanashiriki kwamba wanashauri tufunge ndoa. Unawashauri nini wale ambao wanakutazama kwa sasa? Ninawashauri kwamba ndoa ni taasisi. Ndio. Ndoa ni taasisi. Ndoa sio ya utani. Mtu akiamua kuingia kwenye ndoa amefanya maamuzi pasipo kushawishiwa na mtu yeyote. Ndoa yako ina umri gani? Ndoa yangu ina umri wa miaka 2. Ndani ya miaka 2, ukichukulia masomo ya leo, unakuta ni jambo gani ambalo linakwenda kurekebisha ndoa yako? Yaani kuna jambo ambalo halikuwa limewekwa sawa awali kabla ya kujua hii sheria. Sasa kupitia masomo ya leo, unahisi kuna jambo gani ambalo linakwenda kurekebisha ndoa yako? Kupitia somo la leo, mimi naona katika ndoa yangu jambo ambalo linaweza kurekebishwa ni pamoja na baadhi ya majukumu yangu mimi mwenyewe. Ndio. Baba ambaye ni kichwa cha nyumba au familia. Ndio. Sambamba na hilo, ninajua stahiki zangu katika ndoa kwa mwanamke na kwangu mimi mwenyewe. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo asante sana. Nishukuru.
tumeweza kupata mahojiano machache kutoka kwa washiriki ambao wameweza kushiriki siku ya leo semina hii, ambapo hakika tumeweza kupata mahojiano mbalimbali na wametoa yale ya kwao ya moyoni ambayo wameweza kujifunza katika siku ya leo. Lakini pia mafundisho hayo yalikwenda sambamba na watumishi. Ukikuta watu wamepata semina nzuri, basi kuna watumishi ambao wanakuwa wamehusika kuweza kutoa huduma nzuri na kuweza kuleta mabadiliko kwa vijana. Nafikiri kama hutujali tuweze kusogelea baraza kuu ambalo limekuwa likiendelea kutengeneza watumishi mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba basi wanaonolewa na kutengenezwa na kuwa watumishi bora wa kesho, kwa sababu wao walikwisha kula viapo vya kutumika na ndio maana wanaendelea kutumika hata sasa. Hivyo basi ni wajibu wao kuhakikisha ya kwamba wanakwenda kutengeneza jeshi la kutengeneza kesho, jeshi ambalo kesho yake itakuwa ni bora zaidi. Sogelee kakaangu hapa kwa mbali, naona kidogo yuko katika hali ya mashasha akiwa anafikia hatua ya kumalizia chakula. Kaka, majina unaitwa nani? Naitwa Meki Anton. Ndio. Samahani, nimeweza kuingilia meza kuu ambapo ndo mnapata wasaa wa chakula. Samahani, umekuwa ni miongoni mwa ambao naita hili ni jopo la watumishi ambapo wamehusika kuweza kutengeneza vijana, na pia ni miongoni ambao umeweza kupata mafundisho haya ya siku ya leo. Una yepi ambao umeweza kujifunza katika siku ya leo ambapo ni semina ya wanandoa, semina inayohusiana na masuala ya ndoa? Ni lipi ambalo umejifunza siku ya leo? Mambo mengi niliyojifunza ni mazuri, lakini kubwa zaidi ni kujua hasa kwamba kumbe hata ukiahidi kuoa afu kisha ukavunja, hilo ni kosa kisheria na unaweza ukahukumiwa. Kwa hiyo yule anayekutazama kwa sasa unamshaurije, kwa maana ya kwamba asiwe ni miongoni mwa kutoa ahadi asizokuwa na uhakika nazo, si ndivyo? Ama nafikiri kwa sababu vijana wengi sana sasa hivi wagharibu vijana wa mabinti kwamba watawaoa kwa niaba ya kuwachezea tu na kuacha. Kwa hiyo sheria kwa sababu inatufundisha na inatujuza kwamba ukimapproach mtu kwa lengo la kwamba utakuja kumuoa lazima utimize ahadi. Kwa hiyo naamini kwamba sheria imekuja kwa wakati mwafaka kutujulisha kwamba kile tunachokiahidi kiwe sahihi na vile ambavyo tumenuia kwenye nafsi zetu. Asante. Bwana ni miongoni mwa ambaye amekuwa amepata mafundisho haya siku ya leo, na alikuwa anaelezea machache yale ambayo ameweza kujifunza, na wewe leo ambaye unaweza kututazama uweze kujifunza machache. Bwana, lakini mbele yangu ni mtumishi, naweza kutafsiri kama ni kiwanda kinachochakata material mbalimbali ambayo inaweza na kubadilisha vijana wa baba wa kike na wa vijana wote, kwa maana ya vijana mbalimbali. Ni mtumishi wetu hapa ambaye ndo naweza kumuita ni mwalimu ama mwanasheria ambaye ndo amekuwa akiendelea kuseminisha hapa. Nafikiri kwa sababu anafikia hatua ya mwisho ya umalizaji wa chakula, nizungumze na mchungaji kiongozi wa kanisa hili la EAGT Twangoma, ambapo ndo baba kiongozi wa kanisa hili, ni mlezi. Nafikiri mengineyo atajieleza mwenyewe baada ya kumpa mic. Samahani mzee wangu, kwa majina yako unaitwa nani? Naitwa mchungaji Stanley Stephen Chambulikasi, mchungaji kiongozi wa huduma mahali hapa. Ndio. Kabla wangu kidogo chukua location nzuri tuweze kumchukua vizuri, sababu tuweze kupata naye machache kutoka kwake. Unaitwa nani? Naitwa mchungaji Stanley Stephen Chambulikasi, mchungaji kiongozi wa kanisa mahali hapa. Ndio, mchungaji ndio ambaye umekuwa ukiendelea kuendesha huduma mahali hapa, na nafikiri wewe ni miongoni ambao wameweza kupata mafunuo ya kumleta mwanasheria kuweza kuseminisha mahali hapa ili kuachilia mafundisho mbalimbali wanandoa waweze kujifunza, na wale ambao wanatarajia kuingia kwenye ndoa basi waweze kupata elimu kabla ya kuingia kwenye ndoa. Umepataje maono ya kumleta mtumishi huyu ambaye amekuja kuhudumu kwa habari ya somo la sheria? Umepataje mafunuo hayo? Mafunuo ni kwamba sisi kama watumishi wa Mungu tunapofanya huduma za kiroho tunafanya huduma za kijamii. Hii ni taasisi, ni jamii ambayo tunaishi katika mazingira haya. Kwa huduma yetu tunatoa kiroho na pia tunatoa kimwili. Kwa hiyo kwa sababu tuko hapa duniani na tunapaswa tuzijue sheria hasa za nchi yetu. Kwa hiyo niliona ni wakati mwafaka kwa siku ya leo tupate mwanasheria ndugu yetu Masanja kutoka serikalini, ambaye tumemuomba tu aweze kutusaidia kujua angalau kwa sehemu sheria za ndoa, sheria za kuandika hosia,
na sheria za mirathi. Kwa hiyo kwa pamoja tuko naye hapa, tunaendelea kujifunza na tumeanza na mambo ya ndoa ambayo mwitikio umekuwa mzuri na tumejua mambo mengi kutokana na. Asante. Lakini labda tuseme tu kwamba baada ya semina hii kuhitimika, ambapo nafikiri inaweza kuhitimika leo, una tarajio gani au badiliko gani kwa washirika ambao walikuwa kwenye ndoa ambazo zinginezo hawalikuwa wamejua sheria, lakini pia una jopo la vijana wana CJM ambao wana tarajio la kuingia kwenye ndoa kwa maana ya kuolewa au kuoa. Una tarajio gani basi la kuweza kwenda kuleta badiliko kupitia masomo haya? Tarajio langu ni kubwa, kwa sababu kama mchungaji tumekuwa tunashughulikia migogoro mingine mbalimbali. Kwa mfano, kijana anamwahidi binti kumchumbia alafu anamwacha, na hakuna sheria yoyote ambayo najua afanye, lakini leo tumepata hii sheria. Lakini pia kama mtumishi, kuna baadhi ya sheria ambazo tumezijua leo vizuri, kwamba umri sahihi ambao kijana au binti anatakiwa kufunga ndoa miaka 18, sio chini ya hapo. Na kama itaonekana mchungaji umefungisha ndoa hiyo, basi unachukulia hatua na wewe mchungaji pia na walioshiriki na mambo mengine mbalimbali. Kwa hiyo mtufunua ufahamu mkubwa. Asante. Lakini kwa taarifa za awali, pindi nimefika mahali hapa, nilidokezewa ambapo nafikiri nikaelezwa kwa maana ya kwamba wewe ni mchungaji, lakini pia tunakutafsiri kama ni mchungaji kiongozi, ambapo una takriban matawi kadhaa ya makanisa ambayo yametokana na wewe, kwa maana ya umezalisha makanisa. Sasa inaweza zikawa taarifa ambazo si rasmi, lakini kwa sababu tumeweza kupata, nafikiri ndio wewe unaweza kututhibitisha vizuri kwa maana ya kwamba ni kweli hizo taarifa ama si kweli, na kama ni makanisa una takriban ya matawi mangapi ambayo yako chini yako? Taarifa hizo zinakuwa za kweli. Yapo makanisa tunayoyasimamia kwa sasa ni 4 na 3 tumeshakabidhi huko jimboni yako chini yangu, lakini kwa tukio hili la leo nilijaribu kuwataarifu wote kama watumishi wanaosimamia huduma za watu kule wafike mahali hapa, ndio ili kuweza kujifunza hizi sheria. Watakaporudi makanisani kwao zitasaidia sana katika kutatua migogoro mbalimbali inayoweza kutokea katika huduma zao, kwa sababu sisi tunadili na watu na maisha yao ya kila siku, na mambo mengine si tu ya kiroho, mambo mengine yanatakiwa kujua sheria. Na mmoja kati ya wachungaji waliohudhuria mahali hapa ni mchungaji Hosea kutoka tawi la Rugwadu. Asante. Mchungaji Hosea, sijajua miongoni mwa hapa ambapo ni yupi? Asante. Mchungaji Hosea, hakika napata kuona ya kwamba nyakati zinabadilika, kwa sababu ni mchungaji, lakini kwa macho yangu sijajua kama nadanganya ni kijana. Tujipongeze kwa hivyo, taifa linabadilika. Mchungaji, habari yako? Ni salama. Labda rudia sasa majina yako kwa unyofu kabisa, yote ya ukamilifu. Majina yako unaitwa nani? Ninaitwa mchungaji Hosea Silas Katoto, mchungaji wa EAGT Rugwadu Mashariki. Ndio. Umehudumu kwa mchungaji kwa mpaka sasa una kipindi cha muda gani? Sasa na mwaka mmoja na miezi 4. Aha. Unajionaje kuwa mchungaji kijana ukihudumu katika kuendesha huduma za kiroho? Kwanza ninamshukuru Mungu juu ya ujana ambao unaofanya kazi ya Mungu, kulingana na vijana wengi sana wanahisi kwamba kufanya kazi ya Mungu mpaka eji fulani iwe imefika, lakini Mungu anahitaji kufanya kazi na vijana, kadhalika shetani pia naye anawahitaji vijana. Kwa hiyo ninawasihi vijana kumtumikia Mungu, ni neema. Asante. Unalipi umejifunza siku ya leo ambao unaweza ukawaeleza wale ambao wanakutazama kwa sasa? Ninajifunza kwa vitu kadhaa. Kwanza nimejifunza kuna vitu ambavyo unaweza usitumie nguvu sana, hususani katika maombi. Unajikuta wachungaji wengi sana hata kitu kumsaidia mtu kimaarifa, unaingia unadhani kwamba ni pepo, unaanza kukemea. Ndio. Kwa maana ya kumbe kuna haja sasa ya kuweza kujua sheria kwa upana zaidi. Sheria kiupana zaidi. Kwa hiyo kuna vitu vingine kama leo ndoa, sheria ya ndoa, tayari sheria ya ndoa. Kwa hiyo unaweza kumsaidia mtu kupitia maarifa, sio mpaka kukemea pepo na nini. Kwa asante sana. Bwana, naomba sasa niweze kupata wasaa mzuri wa kuzungumza na mtumishi ambaye ndo amekuwa akiendelea kuachilia material mbalimbali kwa shirika.
natamani naomba ni hojani pia naye, kwa sasa amekwisha maliza chakula. Naomba kujua majina yako mtumishi. Naitwa Masanja Martin Ramazani, ni mwanasheria by professional. Asante. Umehudumu kazi ya wanasheria ndani ya muda gani mpaka hivi sasa? Ni miaka 4. Unajivuniaje kuwa mwanasheria ndani ya miaka 4? Na nikitazama umri wako bado kabisa, halafu tayari mkusha kuwa na miaka 4 ukihudumu. Unajivuniaje kuwa mwanasheria ndani ya miaka 4 kwa umri huu? Nafurahi tu kwa sababu kwa mwanasheria, kwa sababu mambo mengi ambayo nimejifunza na nimeamua kuifundisha na jamii ijue, kwa sababu sasa hizi kuna changamoto nyingi ambazo zinajitokeza na watu wengine wanafanya makosa bila kujua kama umetenda kosa. Asante. Na pia kuto kujua sheria sio kinga kuto kushtakiwa, kwa sababu unaweza kufanya kosa ukitegemea mimi kwa sijui kama nimefanya kosa hili. Kosa unatakiwa ujue. Okay, kumbe kuna haja ya kujua sheria. Lakini sheria ina mambo mengi. Kwa nini umetarget leo kuja kufundisha swala la sheria ya ndoa? Ninaona kwa sababu watu wengi wanavunjiwa haki zao na sehemu ya kwenda, wengine hawajui waende wapi sehemu ya kulalamika kupata haki zao wanazovunjiwa haki zao. Ndio, kwa maana umefanya research ya miongoni mwa kesi zinazofika ofisini kwenu, kaona asilimia kubwa ni kesi za ndoa, na ndio maana ukaweka kipaumbele kwa maana ya kuja kufundisha semina inayohusiana na masuala ya sheria ya ndoa, si ndivyo? Ndio, na pia baadhi ya kuongea na mchungaji ndio akanipa nafasi ya artisti waumini nao wajue haki zao kupitia hasa sheria za ndoa. Asante sana. Semina hii imefanyika leo, lakini walioweza kunufaika zaidi ni yule ambaye ameweza kufika leo, lakini kuna yule ambaye atasikiliza, atatamani kupata kitabu ama kwa maana ya kitu kitakachomsaidia zaidi kuweza kujua zaidi. Sasa tumeona kwamba tuweze kupata maelekezo kutoka kwa mwalimu wa semina hii, mwanasheria huyu. Basi niombe kutoka kwake tuone hivi ni vitabu ambavyo ndo vina miongozo ya sheria ya ndoa. Sasa nafikiri avionyeshe ili aweze kuvielezea vizuri zaidi. Vitabu nilivyoandika ni vitabu viwili kwa sasa hivi. Nimeandika kitabu cha kwanza, Ijue Sheria ya Ndoa. Hebu kionyeshe kitabu hiki hapa. Ijue Sheria ya Ndoa, Mirathi na Uandaji wa Wosia. Hili limekuwa ni tatizo kubwa sana kwa jamii ya Afrika na Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo nimeamua kuandika kitabu hiki cha Ijue Sheria ya Ndoa, Mirathi na Uandaji wa Wosia, kupunguza tatizo. Kwa wale mtu atakayekinunua hiki kitabu ataelewa vitu vya msingi kwenye sheria ya ndoa, na pia ataweza kutatua baadhi ya changamoto kupitia hiki kitabu. Ni changamoto kubwa sana. Asante. Hiko ni kitabu kinachohusiana na masuala ya ndoa. Na hiki kingine changamoto ya afya ya akili, suluhisho na sheria yake nchini Tanzania. Kwa hiyo sasa kumekuwa na tatizo la watu wengi kupata ugonjwa wa afya ya akili, na pia ugonjwa wa afya ya akili ni ugonjwa unaotibika. Kwa hiyo kuna sheria ambayo inawalinda wanaopata changamoto ya afya ya akili. Kwa hiyo sasa akipata hiki kitabu kitamuelezea mambo mazuri ambayo nimeandika huko kwenye kitabu, na hiki nimekiandika kwa lugha ya Kiswahili. Asante. Sasa iko shida, mtu mwingine atatazama, atakipenda, atakielewa, anakipataje? Kwa njia gani sasa anaweza kukipata kitabu hiki? Kwa sasa hivi anaweza akipata, kuna utaratibu ambao nataka na nifanye, nitakuwa kuna maduka fulani ambayo yataanza kuuza hiki kitabu. Lakini kwa sasa hivi ukishaje kitabu unaweza kanipigia mimi moja kwa moja kwenye namba yangu ya simu na kutumia mahali utakapokuwepo. Namba yangu ni 0678954183. Tuko tofauti uelewa wetu, hebu irudie kwa mara ya pili kwa utaratibu. Ni 0678954183. Lakini kuanzia mwezi ujao nitakuwa na maduka special ambayo atakuwa nauza vitabu, nitatangaza baadaye nikishakamilisha utaratibu. Asante sana. Wewe mtazamaji unanitazama kwa sasa, hakika naamini miongoni mwa wewe unanitazama inawezekanika uko kwenye ndoa, lakini inawezekanika kabisa unatarajia kuingia kwenye ndoa. Nikushauri au nikuombe, vitabu hivi ambavyo anavielezea huyu mwanasheria vitakufaa sana katika kuilinda na kujua
sheria ya ndoa. Ni vizuri, vinasaidia kuelewa vizuri zaidi kwa habari ya ndoa. Wako wanandoa wengi leo hapo kwenye ndoa, lakini hata ukimuuliza sheria za ndoa ni zipi hazijui. Analojua yeye alifuata katika familia yake akaolewa, haki zake zipi hazijui, stahiki zake zipi hajui, haki zake za ndoa ni zipi hajui. Lakini ukinunua kitabu hiki kina miongozo yote ya haki zako za msingi, kina miongozo yote ya sheria za ndoa. Kwa hiyo utajikuta kwamba wakati mwingine hata haki zako ambazo inawezekanika zingeweza kupotea, lakini kwa kupitia kitabu hiki ukakisoma kwa kielewa, kitakusaidia kupata haki zako za msingi. Nafikiri kwa wewe ambao unauelewa wa kuelewa hiki tunachokisema, nafikiri umenielewa. Basi itakufaa sana kama utafuatilia na kuweza kupata kitabu hiki. Tukushukuru sana mwalimu na mwanasheria ambaye umeweza kutuseminisha siku ya leo. Nashukuru sana. Asante sana. Asante. Nashukuru sana. Asante sana. Shukuru sana. Ni hayo ambayo tumeweza kujifunza leo, lakini pia tumeelezea kwa habari ya hivi vitabu ambavyo itakufaa sana wewe ambaye unanitazama. Ukipata kitabu hiki, nafikiri hakitagharimu sana, lakini kitakufaa kuweza kujua sheria ya ndoa. Shukrani sana studio. Asante sana.